Siku hiyo jua lilikuwa kali katika shule ya upili ya Mtakuja. Kelvin, mwanafunzi wa kidato cha 5 aliyekuwa akisifika kwa akili ya hesabu, alikuwa amekaa chini ya mti wa mwembe akihangaika na swali gumu la advanced mathematics. Mara kivuli kilitua juu ya daftari lake. Alipoinua macho, alikutana na tabasamu la Neema, mwanafunzi mpya aliyejiunga na shule hiyo wiki moja iliyopita. Neema alikuwa na macho yenye mvuto na sauti ya upole iliyomfanya Kelvin asahau fomula zote alizokuwa nazo kichwani. "Samahani, naweza kukaa hapa? Naona unajua hesabu sana, na mimi ndicho kitu kinachonichanganya kuliko vyote," Neema alisema huku akicheka kidogo. Kelvin alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi, akasogeza madaftari yake kumpisha. Hapo ndipo mbegu ya kwanza ya urafiki ilipooteshwa. Wiki 2 zilipita na urafiki wao ukaanza kukua na kuwa kitu cha zaidi. Walikuwa wakikutana maktaba kila jioni. Kelvin alijitolea kumfundisha Neema masomo ya sayansi, naye Neema akamsaidia Kelvin kwenye somo la Kiingereza na fasihi. Hata hivyo, walikuwa na makubaliano moja muhimu: masomo kwanza. "Kelvin, sitaki tuwe sababu ya mmoja wetu kufeli," Neema alimwambia siku moja wakiwa wanatoka darasani. Kelvin alikubali kwa kichwa, akijua fika kuwa mazingira ya shule ya bweni ni magumu na walimu walikuwa wakali dhidi ya mahusiano. Waliahidiana kuwa kielelezo cha wanafunzi bora shuleni, ili kusiwe na mtu wa kuwatilia shaka wala kuwazuia kukutana kwa ajili ya kujisomea pamoja. Lakini siri ya wawili hao haikudumu sana. Mwalimu wa nidhamu, Bwana Juma, ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Radi, alianza kuwatilia shaka. Kila alipopita, aliwaona Kelvin na Neema wakiwa pamoja. Ingawa walikuwa na vitabu mbele yao, Bwana Juma aliamini kuwa hakuna urafiki wa dhati kati ya mvulana na msichana shuleni bila kuwa na mambo mengine. Siku moja wakati wa paredi ya asubuhi, Bwana Juma alitoa onyo kali kwa wanafunzi wote wanaopoteza muda kwenye mahusiano badala ya vitabu. Kelvin na Neema walitazamana kwa mbali, kila mmoja akihisi hofu moyoni mwake. Walijua kuwa kuanzia siku hiyo, kila hatua yao itakuwa ikichunguzwa kwa darubini ya mwalimu huyo mkali. Hofu ya kukamatwa iliwafanya waanze kutumia mbinu mpya za mawasiliano. Kelvin alianza kuandika barua ndogo na kuziweka ndani ya kitabu cha fizikia ambacho Neema alikuwa akikiazima mara kwa mara. Katika barua hizo, Kelvin hakuelezea tu hisia zake, bali pia alimpa Neema malengo ya kusoma kwa wiki nzima. "Mpendwa Neema, fanya mazoezi ya projectile motion ukurasa wa 50. Tukikutana kesho unieleze ulichoelewa. Nakupenda na nakuamini," ilisomeka barua moja. Mawasiliano haya ya siri yaliwaunganisha zaidi, lakini pia yaliongeza hatari. Siku moja, Neema alikuwa karibu kuangusha barua hiyo mbele ya mwalimu wa zamu, jambo lililomfanya azimie kwa hofu kwa muda mfupi kabla ya kuokota karatasi hiyo kwa ujanja. Mtihani wa mwisho wa muhula wa kwanza ulifika. Hii ilikuwa nafasi ya Kelvin na Neema kuthibitisha kuwa mahusiano yao hayakuwa kikwazo. Kelvin alikesha akisoma, huku akimkumbuka Neema kila alipojisikia kuchoka. Kwa upande mwingine, Neema alijituma kwa bidii ili asimwangushe Kelvin. Siku ya matokeo ilipofika, shule nzima ilipigwa na butwaa. Kelvin aliongoza kidato cha 5 kwa pointi za juu kabisa, na Neema alikuwa wa 3 kwa ujumla, akiwa amepanda kutoka nafasi ya 20 aliyokuwa nayo awali. Hata mwalimu Juma alikosa la kusema. Hata hivyo, mafanikio haya yalileta chuki kutoka kwa baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakimvizia Neema, na hapo ndipo fitina zilipoanza kusukwa.
Baada ya matokeo mazuri, kijana mmoja aliyeitwa Silas alianza kusuka njama. Silas alikuwa amemvizia Neema kwa muda mrefu bila mafanikio, na kuona Kelvin anapata upendo na ufaulu kulimchoma moyo. Alianza kusambaza uvumi kwa walimu kuwa Kelvin na Neema walikuwa wakikutana usiku wa manane kwenye maabara ya kemia. Uvumi huu ulisambaa kama moto wa kifuu shuleni kote. Kelvin alianza kuona mabadiliko. Marafiki zake walikuwa wakimnong'oneza na walimu walikuwa wakimtazama kwa jicho la mashaka. Neema naye alianza kupokea barua za vitisho zisizojulikana zikimtaka mwache Kelvin, la sivyo atachafuka. Hali ya hewa shuleni ilianza kuwa ya joto na amani yao ilikuwa hatarini. Mwalimu Juma aliyekuwa akitafuta sababu ya kuwafukuza aliamua kuweka mtego. Siku moja ya Jumamosi, wakati wa usafi wa mazingira, alijificha nyuma ya maktaba akijua fika kuwa Kelvin na Neema wangekutana hapo kubadilishana vitabu. Kama alivyotegemea, Kelvin alikuja akiwa ameshika kitabu cha biolojia. Dakika chache baadaye, Neema alitokea. Walikuwa wakicheka kwa furaha, wasijue kuwa Radi anawatazama. Kelvin alimkabidhi Neema ua dogo la waridi alilolichuma bustanini pamoja na barua. Kabla hata Neema hajakishika kile kitabu, sauti nzito ilitetema, "Nimeyapata majibu ya kwa nini mnaongoza darasani." Ndani ya ofisi ya mwalimu wa nidhamu kulikuwa na ukimya wa kutisha. Kelvin na Neema walisimama huku wakitetemeka, vichwa vyao vikiwa chini. Bwana Juma alitupa lile ua na barua mezani. "Hii ndiyo elimu mliokuja kufuata. Mapenzi shuleni ni marufuku na adhabu yake ni kusimamishwa masomo," alisema kwa ukali. Kelvin, akijua kuwa mustakabali wa Neema upo hatarini, alijikaza na kusema, "Mwalimu, mimi ndiye niliyemlazimisha. Yeye hana kosa, ni mwanafunzi bora na anajitahidi." Neema alishtuka, akamtazama Kelvin kwa macho yaliyojaa machozi, naye akasema, "Hapana mwalimu, sote tunapendana na hatujawahi kufanya chochote kibaya zaidi ya kusoma." Bwana Juma aliamua kuwaita wazazi wao. Wiki iliyofuata, wazazi wa pande zote mbili waliwasili shuleni. Baba yake Kelvin, mzee wa makamo mwenye msimamo mkali, alikuwa na hasira tele. Alihisi Kelvin ameiharibu heshima ya familia. Kwa upande mwingine, mama yake Neema alikuwa akilia, akihofia kuwa ndoto ya binti yake ya kuwa daktari imefika kikomo. Katika kikao hicho mbele ya mkuu wa shule, Kelvin alieleza jinsi walivyokuwa wakisaidiana kimasomo na jinsi ufaulu wao ulivyoongezeka tangu waanze urafiki wao. Alionyesha daftari lao la pamoja la mazoezi kama ushahidi. Mkuu wa shule, ambaye alikuwa mtu mwenye busara, alianza kuona upande wa pili wa hadithi hiyo. Mkuu wa shule aliamua kutowafukuza, lakini aliwapa masharti magumu sana. "Kuanzia leo, marufuku kuonekana mkiwa pamoja nje ya darasa. Mkionekana mnaongea hata kama ni kuhusu hesabu, mtafukuzwa shule papo hapo," aliamuru. Wazazi walikubaliana na uamuzi huo, na Kelvin alipewa onyo la mwisho la kimaandishi. Walitenganishwa kambi za masomo, na hata wakati wa chakula walikuwa wakichungiwa. Kipindi hiki kilikuwa kigumu kuliko vyote. Kelvin alihisi upweke wa hali ya juu, na Neema alikuwa akilia kila usiku bwenini kwake. Penzi lao sasa lilikuwa likipita kwenye tanuru la moto, likijaribiwa kama litaweza kustahimili umbali na ukimya wa lazima. Baada ya amri ya mkuu wa shule, Kelvin na Neema walilazimika kuwa wabunifu ili wasivunje sheria, lakini wabaki karibu.
Walianza kutumia lugha ya ishara ambayo wao tu walielewa. Kwenye paredi ya asubuhi, Kelvin akigusa bega lake la kulia, ilimaanisha nimekusoma na niko sawa. Neema naye akirekebisha utandio wake wa shule mara 2, ilimaanisha nakupenda na nakutakia siku njema. Hata ndani ya darasa walitumia vitabu vya maktaba ambavyo vilikuwa na namba maalum za kurasa zilizopigiwa mstari. Ikiwa Kelvin atapigia mstari namba ya swali kwenye kitabu, hiyo ilikuwa ishara ya saa ambayo angepita karibu na dirisha la darasa la Neema ili waweze kutazamana kwa sekunde chache tu. Licha ya vizuizi, kiu ya elimu na hamu ya kuonana iliwapelekea kukiuka baadhi ya sheria za bwenini. Kelvin alianza kutumia muda wa usiku, saa 8 kamili, kusoma karibu na tanki la maji ambalo lilikuwa katikati ya bweni la wavulana na wasichana. Kwa upande wake, Neema alikuwa akijisogeza upande wa dirisha la bweni lake linalotazama tanki hilo. Walikuwa wakitumia tochi ndogo kutoa ishara za mwanga, Morse code, walizojifunza kwenye somo la fizikia. Mwanga mmoja mrefu ulimaanisha nimemaliza mada ya leo, na mwanga miwili mifupi ulimaanisha lala salama mpenzi. Mawasiliano haya ya siri yaliwapa nguvu ya kuendelea na safari yao ya masomo katikati ya upweke. Kadiri mtihani wa taifa wa kidato cha 6 ulivyokuwa unakaribia, msongo wa mawazo ulianza kuwatafuna. Kelvin alipoteza uzito kwa sababu ya kukesha na kufikiria mustakabali wao. Neema naye alianza kuugua mara kwa mara kutokana na hofu ya kile kitakachotokea baada ya shule. Je, wataendelea kuwa pamoja? Je, watachaguliwa chuo kimoja? Siku moja Neema alianguka darasani kutokana na uchovu. Kelvin aliposikia habari hiyo, alishindwa kujizuia na kukimbia kuelekea zahanati ya shule, akisahau masharti ya mkuu wa shule. Alimkuta Neema akiwa amelala dhaifu, na kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa, walishikana mikono. Lazima tufike mwisho Neema. Usikate tamaa sasa, Kelvin alinong'ona. Siku chache kabla ya kuanza kwa mitihani ya vitendo, practicals, Kelvin na Neema walifanikiwa kukutana kwa siri ndani ya maabara ya kemia wakati wa maandalizi ya vifaa. Ilikuwa ni dakika 5 tu za thamani. Huu ndio wakati wetu wa mwisho wa kuthibitisha ulimwengu kuwa hatukukosea, Kelvin alisema huku akimkazia macho Neema. Walikubaliana kuwa baada ya mtihani wa mwisho watakutana kwenye lango kuu la shule wakiwa na vyeti vyao vya kumaliza shule. Waliahidiana kuwa bila kujali matokeo, upendo wao hautakufa. Walibadilishana kalamu za bahati, lucky pens, ambazo walipanga kuzitumia kwenye mtihani wa mwisho kama ishara ya ushirikiano wao uliodumu kwa miaka 2. Mtihani wa taifa ulianza kwa kishindo. Shule nzima ilijaa ukimya na harufu ya wino na karatasi ilitawala kila kona. Kelvin alikuwa akifanya mitihani yake kwa umakini mkubwa, kila swali akiliona kama hatua kuelekea uhuru wake na Neema. Neema naye alikuwa akipangua maswali ya biolojia na kemia kwa ujasiri ambao hakuwahi kuwa nao awali.
Kila walipomaliza somo moja, walitazamana kwa mbali wakati wakitoka kwenye chumba cha mtihani, tabasamu dogo likiashiria kuwa mambo ni mazuri. Siku ya mwisho ya mtihani ilipofika, kipenga cha mwisho kililia. Wanafunzi walianza kushangilia na kurusha kofia zao hewani. Kelvin na Neema katikati ya umati, macho yao yalikutana. Safari ya shule ilikuwa imekwisha. Sasa safari ya maisha ilikuwa inaanza. Baada ya shule kufungwa, Kelvin na Neema walirudi makwao katika mikoa tofauti. Kelvin alienda kijijini kwao kusaidia kazi za shamba, huku Neema akibaki mjini akifanya kazi ya kujitolea kwenye kliniki ndogo. Miezi ya kusubiri matokeo ilikuwa mirefu kama miaka. Walikuwa wakipigiana simu kila usiku, wakijadili ndoto zao na hofu za maisha. Kelvin alimhakikishia Neema kuwa upendo wao haukuwa wa shule tu, bali ulikuwa ni uwekezaji wa maisha. Tukifaulu vizuri, wazazi wetu hawatakuwa na sababu ya kutuzuia, Kelvin alimkumbusha. Kila mmoja alikuwa akisali akijua kuwa karatasi zile za mitihani ndizo zilizoshikilia mustakabali wa penzi lao. Siku ya kutoa matokeo ya taifa ilifika. Mitandao ilikuwa na msongamano mkubwa. Kelvin alikuwa akitetemeka alipokuwa akiingiza namba yake ya mtihani kwenye mfumo. Mara ukurasa ulifunguka. Division 1 ya pointi 3. Alipiga kelele ya furaha iliyoamsha majirani. Muda mfupi baadaye, simu yake iliita. Alikuwa ni Neema akilia kwa furaha. Kelvin, nimepata Division 1 ya pointi 5. Ndoto yangu ya udaktari imetimia. Ilikuwa ni siku ya ushindi mkuu. Walimu kule shuleni Mtakuja, akiwemo Mwalimu Juma, walibaki vinywa wazi. Wawili hao walikuwa mfano bora kuwa mapenzi yanaweza kuwa chachu ya mafanikio ikiwa yanaongozwa na nidhamu na malengo. Walivyotarajia, wote wawili walichaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM. Kelvin alichaguliwa kusomea Civil Engineering na Neema alichaguliwa kusomea Medicine. Siku ya kwanza walipokutana kwenye lango la chuo, walikumbatiana kwa hisia kali. Hakukuwa na Mwalimu Juma wa kuwafuatilia wala kengele ya shule ya kuwatenganisha. Hata hivyo, uhuru wa chuo ulikuwa mtihani mwingine. Waliona vijana wengi wakipotea kwenye anasa, lakini wao walikumbuka ahadi yao ya tangu kidato cha 5. Walipanga ratiba ya kusoma pamoja maktaba ya chuo, wakidumisha utamaduni ule ule uliowabeba wakiwa sekondari. Maisha ya chuo yalileta changamoto mpya. Kelvin alikuwa na masomo mengi na miradi migumu, huku Neema akishinda hospitalini kwenye mafunzo ya vitendo. Kuna wakati walikosa muda wa kuonana kwa wiki nzima. Pia, kulikuwa na vishawishi vya watu wazima na wenye fedha waliokuwa wakimvizia Neema na wasichana warembo waliokuwa wakimfuata Kelvin. Lakini kila mara walipokutana, walikumbushana barua za siri walizokuwa wakitumiana shuleni na tochi za usiku wa manane. Uaminifu wao ukawa nguzo imara. Walijenga urafiki wa dhati uliopita kiwango cha hisia za kawaida, wakawa washauri wa karibu wa maisha ya kila mmoja.
mitano baadaye, siku ya mahafali ilifika. Kelvin alikuwa mhandisi kamili na Neema alikuwa daktari. Katika sherehe ya pamoja iliyoandaliwa na wazazi wao, ambao sasa walikuwa marafiki wakubwa, Kelvin alisimama mbele ya umati. Alimshika mkono Neema na kusema, watu walisema mapenzi ya shule ni kupoteza muda, lakini kwangu, mapenzi na wewe yalikuwa ndiyo dira yangu. Alipiga goti na kumvisha pete ya uchumba, huku wageni wakishangilia. Walithibitisha kuwa shule na mapenzi vinaweza kwenda sambamba ikiwa kuna heshima, uvumilivu na lengo kuu la kufanikiwa. Safari yao iliyoanza chini ya mti wa mwembe sasa ilikuwa inaingia kwenye ukurasa mpya wa ndoa na mafanikio.